Mhandisi mwandamizi wa TANROADS mkoa wa Mwanza Magesa Rafael Mwita amewataka wahitimu wa kidato cha 6 katika shule ya sekondari ya ufundi Msoma kuzingatia kuchagua kozi wanazozipenda wanapoelekea elimu za vyuo vikuu ili kuongeza uwezekano wa kufanikiwa kitaaluma na katika ajira. Akizungumza katika hafla ya mahafali ya kidato cha 6 katika shule ya sekondari ya Msoma iliyopo manispaa ya Msoma mkoani Mara, Injinia Magesa Mwita amesema hali hiyo husababisha kushuka kwa ari ya kazi na kufanya iwe ngumu kwa wahitimu kuendelea kukua katika taaluma zao. La kwanza ambao nataka niwahusie, jitahidi sana kasome kozi huko chuo. Sasa ukishafaulu hapo, jitahidi kasome kozi unayoipenda, kasome kozi ambayo una passion nayo, kwa sababu kama kitu unakipenda ni rahisi sana huko mbele katika kazi kuweka bidii, kujitahidi kukua katika kazi hiyo na kufanya kazi hiyo kwa ufanisi. Nimewaona watu ambao kwa kweli walisoma kozi ambazo sio mapenzi yao. Wengi ukiwakuta kazini saa hizi morali iko chini, sio rahisi kuweka bidii, na hivyo sio rahisi hata kukua katika nafasi zao za kazi. Mbamba na hilo, akijibu swali lililosomwa na wanafunzi katika mahafali hayo, Injinia Magesa ameahidi kusaidia upatikanaji wa tofali 1000 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya mwalimu, ikiwa ni sehemu ya kuboresha miundombinu ya elimu na mazingira ya kufundishia. Kwa hiyo ndugu mkuu wa shule, mimi nitawapeni haya matofali 1000 yaliyosalia. Na utaangalia bei ya matofali Msoma hapa ni shilingi ngapi, lakini nitangulize hapa nikupe bahasha, alafu hesabu zingine tutaziseto baadaye ili atimie matofali 1000. Nitangulize kama ishara ya kuendeleza jukumu hili. Wakisoma risala katika hafla ya mahafali hayo, wanafunzi hao akiwemo Arnold Mrobi wameweka wazi changamoto zinazoikabili shule hiyo, ikiwemo kujengwa kwa uzio wa shule pamoja na uhaba wa thamani za maktaba, huku akiahidi kufanya vizuri katika mitihani yao ya taifa. Tunakabiliwa na uhaba wa thamani za maktaba kwa ajili ya kutunzia vitabu, shule kutokuwa na uzio, jambo linalopelekea shule kuingiliwa kimipaka na mali za shule na watumishi kuibiwa mara kwa mara, upungufu wa miundombinu ya maabara, vifaa pamoja na vyumba vya maabara, hali mbaya za viwanja vya michezo na upungufu wa vifaa vya michezo, upungufu wa majiko na mifumo ya gesi kwa ajili ya upikaji wa chakula, ukosefu wa bwalo linaloweza kutosha wanafunzi wote pamoja na samani zake, na upungufu wa nyumba za walimu. Kwa upande wake, mkuu wa shule Mageta Nyangore amesema mikakati walionayo kwa sasa ni kuondoa daraja la 3 na daraja la 4 na kuhakikisha idadi kubwa ya wanafunzi wanapata daraja la 1 na la 2 katika mitihani ya kidato cha 1 hadi cha 6. Maendeleo ya taaluma ya shule yetu yameimarika, kwani shule imekuwa ikishika nafasi nzuri kitaifa na kimkoa. Lengo la shule ni kuhakikisha tunaondoa kabisa daraja la 3 na la 4 na kuongeza ufaulu wa daraja la 1 na wanafunzi wachache wapate daraja la 2 katika matokeo yote ya kidato cha 1 hadi cha 6. Naye kaimu mwenyekiti wa shule Titus Chacha ametumia hafla hiyo kuwasisitiza wanafunzi hao kuwa na nidhamu, huku akiwasihi kufanya vizuri kwa kiwango cha juu ili waje kuwa viongozi wanaojitambua. Baada ya kumaliza mitihani yenu na kufaulu na kuendelea, mnategemea kuwa viongozi wa taifa hili. Ukishafikia kuitwa form 6 tayari ni mtu unayejitambua, mtu unayejielewa, kiasi kwamba tukikupa hata uongozi utatuongoza vizuri. Na utatuongozaje? Ni pale ambapo utakuwa na nidhamu. Usitegemee utakuwa kiongozi ukakosa nidhamu alafu tukakuita wewe ni kiongozi. Hapana. Ndio maana sisi kama bodi ya shule huwa tunapenda kusisitiza nidhamu kwa vijana wote kuanzia form 1 mpaka form 6 tulionao hapa shuleni. Nao wazazi waliohudhuria katika mahafali hayo akiwemo Enoki Mgeta
Amewakumbusha wahitimu hao bidii ni jambo la msingi katika maisha yao, huku Teddy Sadiki akiwasisitiza wanafunzi hao kuwa waadilifu na wenye nidhamu, kwani serikali inahitaji kuwa na wanafunzi waadilifu na wenye kufuata miiko ya Kitanzania. Niwapongeze sana walimu wangu. Ningeweza kuambia kwamba mjipigie makofi pia. Ngoja niwaambie jambo. Wazazi tulioko hapa, tuwaamini hawa walimu. Wamewatengeneza watoto wetu kwenda kuishi maisha yao binafsi huko wanakokwenda. Maana sasa hawatakatazwa jambo, maana wataishi katika utawala binafsi. Hata serikali yetu ya Tanzania inahitaji kupata wafanyakazi waadilifu, wafanyakazi makini, wafanyakazi wenye kuzingatia miiko na maadili ya Kitanzania. Kwa hiyo ile miiko, ili uweze kuwa nayo, usiwe unapokea rushwa, usifanye mambo tofauti, lazima pia uwe umefundishwa kutokea chini. Mahafali ya kidato cha 6 katika shule ya sekondari ya ufundi Msoma ni mahafali ya 55 tangu kuanzishwa kwa shule hiyo, ambapo shule hiyo imedhamiria kuondoa daraja la 3 na daraja la 4 na kuhakikisha idadi kubwa ya wanafunzi wanapata daraja la kwanza na la pili katika mitihani ya kidato cha kwanza hadi cha 6. Saleh Lujuo, GMTV, Msoma.